Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Ali, kwema? Kwema, karibu. Asante, mimi nina maswali mawili ambayo naomba unisaidie. Lete hata matatu kaka, muda upo, nguvu nayo na energy ya kutosha kuzungumza hapa na Crown Sports. Swali la kwanza, kocha mpya anakuja na benchi lake la ufundi. Swali la pili, umejinasibu hapa. Twende taratibu sije nikasahau. Okay. Swali la kwanza, kocha anakuja na benchi mpya la ufundi. Yes, kuna sura mpya zitaongezeka kwenye technical bench na kuna sura za zamani zitabakia kwenye technical bench. Tulimpa nafasi pia ya kuchambua benchi letu la ufundi, na hapo pendekezo ambao amesema hawa natamani kuendelea nao kwa sababu ya pia kupata experience ya benchi ambayo ilikuwa experience ya kambi, experience ya wachezaji pale. Kuna watu wamehitaji kubaki nao, lakini pia wako watu ambao wanakuja nao. Kwa mfano tu kwa kukupa details zaidi, Ashraf atakuja na assistant moja, lakini pia atakuwa na assistant mwingine atamkuta. Kwa hiyo tutakuwa tuna coaches kwenye nafasi ya assistant. Amekuja pia na kocha maalum kwa ajili ya set play, kwa maana ya mipira ya kutenga. Kwa hiyo msimu ujao mkishuhudia Yanga inakuja na mapigo ya Arsenal, mapigo ya Kiateta, msishangae kwa sababu tumeweka pia mtaalamu pale wa kuhakikisha set play tunakuwa wazuri kwenye kujilinda na tunakuwa wazuri pia kwenye kushambulia. Kwa hiyo msimu ujao ukisikia Yanga pata kona, Ashraf, inuka nenda kashangilie. Inuka nenda kashangilie kwa sababu tutakuwa tunadia vitu vya watu tu. Tunaweka ndani. Swali lako la pili. Swali langu la pili, umejinasibu hapa kwamba mmetenga bajeti kubwa kulikweli kwa ajili ya kusajili wachezaji ambao wana ubora kuja. Kujinasibu maana yake ni nini, Ashraf Samani? Kujinasibu maana yake si yani kutamba yani. Sasa ukitumia kutamba ni kama unanionea wivu hivi. Hela ipo yani GSM si yupo. Hapo akifanya matumizi yake atambi, ni vitu vya kawaida tu hivyo anafanya. Sawa. Wewe mimi na Juma hayo tukitumia hizo hela ndo tunatamba. Okay. Lakini sasa GSM shekhe, hela ipo. Anaweka tu. Ali. Tunaambiwa tetesi ambazo zilikuwepo mtandaoni ni kwamba mmepigwa KO kwenye yule winga wa kushoto yule anaitwa Kereso Magala kutoka Stellenbosch na ameenda Simba. Sasa nyinyi mna mkwanja mrefu kama hivyo ambapo mnasema imekuwaje mmepigwa KO? Kwanza sio kweli hiyo story ndugu yangu. Hakuna ukipeli wowote kwenye hiyo story. Ni mambo tu ya mpira hapa Tanzania. Watu sometimes wakitaka kutengeneza value ya usajili, wakitaka kutengeneza trending ya usajili, unamhusisha kidogo mpinzani wako, alafu unatengeneza story kwamba nimemshinda fulani, lakini hakuna ukweli wowote. Huyo Kinino umeza kitano sijui. Kesa. Simjui mimi kwanza, na wala hakuwa kabisa kwenye plani zetu. So aina wachezaji ambao wanahitajika kwenye klabu yetu. So sisi Ashraf ni kusaidie. Wings ambazo tumechukua left and right, hapo nimekusaidia uelewe kwamba tuna mashine mbili left and right. Hizo wings mbili tulizochukua, huyo KK uliosema huyo sijui nani huyo, yeye mwenyewe ni shabiki ya hizo mashine. Yani yeye mwenyewe anakaa kwenye TV anaangalia hizo mashine zikifanya kazi. Ndo Yanga hii ikawaza sijui kuchukua Kisingani sijui simjui huyo. Hizo mashine mbili left and right operations hizo, yeye mwenyewe anakaa kwenye TV na remote anaangalia, anajifunza. Shekhe, acha hizo stories za mtandaoni bwana, watu kutaka kutengeneza tu stunt za nini na nini, hapana. Yanga tumekuwa wasiri kwenye target zetu na tumezikamilisha alhamdulillah, na hatujashindana na mtu yote. Kwanza fedha aliyotumia GSM, kama kuna mtu angekatiza mbele alete hiyo fedha tushindane naye kwenye madili yetu, huyo mtu sasa hivi angetangaza kustaafu kujihusisha na mpira. Fedha ambayo GSM katumia, kama angekatiza mtu tu kumtamani mchezaji wa Yanga, leo ungesikia ameita press na atangaza kujiuzuru kujihusisha na mpira kwa sababu ya hasara ambayo anapata. Huwezi kusogea mahala ambako GSM kaweka mguu wake. Huko utii pua Ashraf. Kwa Waswahili wanasema alipo GSM usije baba utaacha ndala. Asante Ali. Ali tunakushukuru sana. Hakuna swali lingine hapo kwa Hans Jemedali au mshamaliza? Hatuna swali Ali. Kwa swali hamna. Tunakushukuru sana.
Basi chill. Haya, asante sana. Umemsikia? Yes, nimemsikia Ali. Ndio. Zaidi ya bilioni 10 Evans ni pesa nyingi sana. Na of course kama itakuwa kama ambavyo amesema Ali, tutarajie kuona pengine big names kutoka ligi kubwa za bara la Afrika na nje pia ya Afrika. Katika hizo sajili ambazo Young Africans watazifanya kwa zaidi ya bilioni 10 za Kitanzania, ni maeneo gani ambayo unatarajia wataanza kuyapa kipaumbele kwa namna ulivyowasoma msimu uliopita na mahitaji yao kuelekea kwenye msimu unaokuja? Naamini eneo la kwanza litakuwa mshambuliaji ambako wameondoka Prince. Eneo la center back ambako Diki anakosekana kwa muda mrefu. Sinki amekuwa pale lakini hawana imani naye. Mwamnyeto mkataba uko mwishoni. Umeisha. Mwamnyeto mkataba umemalizika. Kwamba wanahitaji tena center back mwingine kwenye hilo eneo. Yani hawajaanza kuzungumza lakini mkataba wake umeisha. Lakini mkataba umemalizika. Kwa hiyo kuna maeneo ukiangalia unaona tayari kumekuwa kuna hayo mapungufu. Umemsikia Ali hapa anatamba kwamba kuna winga 2 za kwenda. Ni kwa sababu kwenye hayo maeneo pia walikuwa wanakosa watu. Kwa hiyo ni maeneo ambayo walikuwa wana ulazima wa kufanya hivyo. Lakini kwenye issue ya bilioni 10 na zaidi, mimi nitakuwa mwisho kuamini. Kwa nini? Mimi nitakuwa mwisho kuamini. Kwa nini? Kwani hao viongozi wamekuja leo hayo? Unajua nikwambia hapo kila siku. Si stories zimekuwa ni hizi. Yani kinacholeta ugumu hapa ni nini? Yanga hawezi kuweka hiyo budget ya bilioni 10. Hawana hiyo bilioni 10 au hawezi kupata wachezaji wenye hiyo thamani. Lakini sio ya kutumia kwenye usajili. Unajua nikwambie kitu Juma. Mimi awamu hii narudia tena kusema timu zetu zimepasuka pesa nyingi. Timu zetu zimepasuka pesa nyingi kwenye usajili. Na kwa nini wamepasuka? Unajua hapa nyuma tulikuwa tumezoea timu zetu zinasajili wachezaji wengi ambao ni free agent. Wamemaliza mikataba. Kwa hiyo unachodili nacho ni kuwapa sign on fee. Ile transfer fee haitoki kwa sababu wanakuwa wamemaliza mikataba. This time vilabu vyetu vimepambana sana kuvunja mikataba ya wachezaji. Ndio. Hivi leo unaenda Sekukune United, unakwenda kuvunja mkataba wa Keleso Magalwa ambaye alikuwa anahitajika na Kaizer Chiefs. Inabidi ukalipe transfer fee kwa Sekukune United ili uvunje mkataba wa mchezaji mwenye quality ya namna ile. And then huyo mchezaji inabidi umlipe transfer fee, I mean sign on fee, pesa yake binafsi ya kusign. Do you think ni kiasi gani? Yani najaribu kutengeneza mfano ambao ni hai ili ulipe hivyo vitu viwili. Unakuta alikuwa labda huko kwa mkopo. Mkopo kivipi? Kwa mfano Simba wamevunja mkataba. Simba wamevunja mkataba wa Sekukune kwa Keleso. So wamevunja mkataba. Anakujaje kwa mkopo? Yani kwamba alikuwa kwa mkopo huko, yani Sekukune nani Keleso alikuwa ni mchezaji wa Sekukune, ana mkataba. Kwa Simba wamekwenda kununua mkataba, unavunja mkataba, unamnunua. Ndio. Kwa hiyo unalipa pesa Sekukune United and then unamlipa mchezaji sign on fee. Kwa hiyo unalipa mara mbili. Sasa ni mchezaji ambaye unamsaini kutoka ligi ya South Africa kwenye timu 5 bora. So ukitaja timu 5 bora South Africa, huwezi kuiacha Sekukune United. You understand? Okay. Unakwenda kumsajili mchezaji wao ambaye ndo amecreate nafasi kubwa nyingi kuliko wachezaji wote South Africa kwenye ligi ya South Africa msimu uliopita. Inabidi ukavunje mkataba and then umlipe sign on fee. Unalipa mara mbili. Unalipa kiasi gani? Hayo mimi kitu ambacho kinaweza kikaniweka kwenye mazingira rahisi ya kuamini. Watu wekee hizo figures kipindi wanaanza kufanya usajili. Kwa sababu hawawekagi figure. Kwa nini wanaficha? Na mimi nataka niongeze kitu. Wapi duniani wamai kuweka figure wazi? Nataka niongeze kitu. Kwa hizi tunavyosikia watu wanasajili sijui euro milioni 40. Hiyo sasa Evans, ngoja nikwambie. Hakuna sehemu Man United, Chelsea, Barcelona wamewahi kusema kwamba bajeti yetu ya usajili ni bilioni 50. Hizo figure unazoziona zinatajwa kwamba United wamemsaini labda Andre Santos. Ni research ya waandishi. Ndo wamebaini hiyo pesa imetumika. Lakini labda
mchezaji ambaye wamenunua mkataba wake ana release clause. Kwa mfano kama ilivyokuwa kwa Yuri Tielemans, inafahamika kwamba ili uvunje mkataba wake inabidi ulipe euro milioni 41. Hiyo inafahamika. Ndio hicho anachokizungumza kwa huyo mchezaji aliyekuja Simba. Wameandika wapi? Wameandika wapi? Huyo unahitaji sasa hivi sikavunjiwa mkataba. Wameandika wapi? Shilingi ngapi? Ndio hicho mimi ninachokiuliza. Sasa unaweka kuvunjiwa mkataba. Shilingi ngapi? Mkataba wa shilingi ngapi? Umeona? Research ya waandishi inakuja kubainisha hiyo. Sasa wewe umesema hivi Hansi. Watu wanafanya research kwa wale ambao wasiokuwa na buyout clause. Wale wenye buyout clause inaandikwa kwa sababu inajulikana. Sasa huyu si unajua kwamba ananunuliwa na kuna buyout clause. Ilipaswa kuwa wazi tu kiasi fulani. Kwa mfano, that's simple. Kwa mfano, si ndio? Unapata tabia nini tena? Kwa mfano, nataka nikupe kitu ambacho kinamhusu huyu tunamzungumzia. Si ndio? Kwa mfano, huyu winga wa Stellenbosch anaitwa Lenghile Fili, miaka 21. Si ndio? Taarifa ambayo juzi ilitoka, Yanga waliulizia, lakini Kaizer Chiefs pia wanamtaka yule mchezaji. Walichojibu Stellenbosch ni kwamba huyu mchezaji ataruhusiwa kuondoka endapo timu itavunja mkataba wake, yani ile buyout clause ambayo ni randi milioni 16, ambao kibongo ni bilioni 2.5. Sawa. Si huyu ameshavunjiwa mkataba? Keleso huyo. Huyo si Yanga wanamtaka, si nani anamtaka, akitaka alipa kiasi hichi. Huyo aliyevunjiwa tayari. Ndio hapo tabu inapoanza. Hakuna ukweli kwenye maneno mengi ya usajili. Hapa Tanzania hakuna ukweli. Sifuri watu wanaongeza sana. Sawa, kuna maneno mengi mtu atataja hiki. Leo tunaambiwa hapa sijawahi kuwekwa hela kama zitakazowekwa kwenye usajili wa mwaka huu. Imezidi bilioni 10. Tukubaliane kwamba unajua tunazungumzia wafanyabiashara ambao wanaweka pesa kwenye jambo ambalo mfanyabiashara yoyote ukiona ameweka pesa sehemu, maana yake anawekeza, anataka kupata return. Ndio. Sawa? Kwa sababu hiyo ni capital na anaangalia pesa yake irudi apate na faida. Ndio mfanyabiashara alivyo. Na ndio maana sio Mohamed Dewji, sio GSM, hakuna sehemu hata siku moja wamewahi kusema tumepata faida. Mtu anithibitishie lini wamewahi kusema tumepata faida? Siku zote wanasema kuendesha ni gharama, hatupati faida yoyote. Lakini dea watoa bilioni zaidi ya 10. Na leo wanataka kutoa zaidi ya bilioni 10. Tena ukimuuliza hali anasema hizo kidogo. Ili apate shilingi ngapi? Kwani hiyo pesa ambayo inatoka ya usajili kwa mfano wa GSM, hizi pesa watu wanakopeshwa. Na mimi ndo nitaka nizungumzie pesa hizi, baadaye tutakuja kudaiana hizi. Kwani Simba sio kwenye mgogoro kudaiana pia? Anachokifanya club. Kumbe inabidi wakopeshwe. Kwani Manji mwisho wa siku alisemaje? Inabidi wakopeshwe kwa sababu gani? Watu hao baadaye wanaandikisha kama bana nimekupa hiki. Dakika moja tunarudi, Ali Kamwe anarudi, nadhani anasikia kitu anataka kusema. Ali. Juma. Ndio umerudi tena. Ndio. Nilikuwa nasikiliza kipindi hapa. Karibu. Kaka yangu Jemedari Saidi. Nipe mwenyewe hapa. Hansi ampe ushahidi. Wapi alisema maneno ambayo amesema Hansi. Na mimi namuomba aweke ushahidi. Wapi GSM alisema hayo maneno ambayo anamfananisha na mtu mwingine. Nakutumia video Engineer Hersi anasema hatupati faida, kuwekeza ni kazi ngumu. Tena akiwa Mwanza amesema maneno yote. Nitakutumia video hali. Wala usipate tabu. Tuma sasa hivi. Nakutumia video zote mbili. Wakati Mohamed anahojiwa na Mahmoud Zuberi ngoja basi. Nitumie hizo zilitaki. Nakutumia usipate tabu. Asante sana Ali Kamwe. Dakika ni 59, bado tuko hapa kwenye bonge la radio na ninakuambia kabisa